Jana tulikuwa tunazungumzia katika kitabu ya Psalms 91, na wakati tulipokuwa tunazungumzia katika hiyo Psalms 91 tuliona ya kwamba Psalms 91 hata kama tunaijua, tunaitabua sana kwa kuinena na kuizungumzia kwa mambo makuu makubwa, mapenzi ya Mungu ya ajabu, ninaona ya kwamba hata kama iko hivyo kuna mpangilio. Na nikisema kuna mpango wa mtu ndiye aweze kuingia katika nafasi hiyo, si kuingia tu na si kuinena tu na si kujitambulisha tu kwa wokovu na kusema nimeokoka. Hapana, kuna njia speciali na tofauti sana ya kuweza kujitambulisha katika ile neema. Ile neema imejaa nguvu na uwezo. Ile neema yani mahali pale katika hiyo kitabu ya Psalms 91, wacha nifungue hiyo kitabu ya Psalms 91. Kitabu ya Psalms 91 from 1 nilianzia 1. At he that dwelleth in the secret place of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty. Kuingia hapo chini ya kivuli ya Mungu si jambo rahisi, na tena si jambo nzito, lakini sio kuingia tu, kuna mpangilio, kuna njia ya kuingia, ndio kila mmoja wetu aweze kupatana na Mungu na kuandamana na Mungu kulingana na vile Mungu anavyohitaji. Kwa hivyo ninashukuru Bwana asubuhi ya leo, wakati ninapoendelea na kunena makuu na mema yaliyo katika mapenzi yake. Wacha tuombe. Bwana wetu Yesu Kristo, tunakuinua na tunakutukuza. Wewe ni mfalme, wewe ni Mungu usiyeshindwa kamwe. Mambo yote Bwana Jehova Jireh ni kamilifu, na mambo yote Bwana Jehova Jireh imetosha katika maisha yetu na katika njia zako zote. Wale wote wanaokuamini hawata angamia kamwe. Wote wanaokuamini watasimama na watatenda kazi na wewe pamoja, kwa sababu moyo wako na moyo yao imepatana vyema. Asante ni kwa sababu ya asubuhi ya leo, moyo wangu na moyo wako tumepatana, na tutaendelea kuzungumzia mapenzi yako na kuzungumzia nguvu na uwezo wako, zile Bwana Jehova Jireh umetupa, ndio tuweze Bwana kuzitumia kwa kazi yako. Pokea sifa ni kwa sababu ya Wedani TV. Pokea sifa ni kwa sababu ya mtumishi wako. Pokea sifa ni kwa sababu ya wale wote tunapofanya kazi pamoja, tunasaidiana kila wakati. Asante Bwana kwa wote wale wanatuinua na wanatoa fedha zao, ndio tuweze kuendelea na mambo mengine mengi katika kazi yako Bwana. Tunakushukuru wewe Bwana Mungu wa utukufu na nguvu, wewe mwenye mamlaka yote Bwana. Uwezo wako Bwana Jehova Jireh tumeuona ukitenda kazi sana ndani yetu, ukitenda kazi sana ndani ya mioyo yetu. Wewe umetushikanisha sisi wote pamoja nawe Kristo, ndio sisi wote tuweze kunena mausia yako wakati wowote, na ndio Bwana Jehova Jireh tuweze kuwakaribisha watu wote wengi, walio mbali na walio karibu, katika nafasi yako ya kupokea uzima wa umilele na kupokea moyo usio na hatia. Pokea sifa na utukufu, kwa utukufu wako na kwa neema yako. Mapenzi yako ipamoja nasi, na ni katika jina lako Yesu Kristo tumeomba na tumeamini. Amen, amen, amen. Tukiwa pale tunazungumzia na kutazama neno la Bwana kulingana na mapenzi yake Mungu wetu, yeye aliyetupa kibali hiki.
Ametupa kibali hiki kwa upendo mkuu sana. Ametupa kibali hiki kwa neema yake yeye Mwenyezi. Yeye ametuona, yani ametuona na akaonelea ni vizuri tukaweze kuitana mmoja kwa mwingine na kukaribishana katika neno lake, tuweze kufundishana, kila mmoja wetu aweze kupokea nafasi hiyo. Koguo nĩ ndĩracokeria Ngai wakwa ngatho nĩ kũmenya wega, nĩ gũtũthura atũthurĩte na agatwĩta, agatũthambia tũgathera, ũndũ gũtarĩ ũndũ ona ũmwe ũrĩkũ tũngĩcukĩrwo. We nĩ mwĩhokeku, nĩ mũthingu na nĩ mũkinyanĩru maũndũ-inĩ mothe. Nĩekaga maũndũ mothe kũringana na ũrĩa ũtugi wake ũigana. Haleluya, Bwana asifiwe. Kwa hivyo asubuhi ya leo neema yake i pamoja nasi, uwezo wake u pamoja nasi, na mamlaka yake i pamoja nasi. So nataka tuingie katika neno, katika hiyo kitabu ya Psalms 91, na ninajua ya kwamba tutaweza kutambua mambo mengi na tutaweza kuyasikia mapenzi ya Mungu kwa njia zote na kwa mamlaka yote. Thank you na kupenda sana. Katika nafasi hiyo ninayotazama, ninaona neno la Bwana mahali pale katika kitabu ya Psalms 91, na ninakumbuka vizuri sana tulimalizia number 6, na hapo 6 ndio tutaweza kuangalia, lakini kabla ya tuangalie mahali pale, nataka tuweze kuingia na pamoja nawe katika kitabu ya Ephesians. Ephesians 1 mstari nataka tuweze kuangalia. Mstari wa 14. Mstari wa 14 inasema ya kwamba, which is the earnest of our inheritance until the redemption of the purchased possession, unto the praise of his glory. Ndiye aliye alabuni ya urithi wetu, ili kuleta ukombozi kwa milki yake, kuwa sifa ya utukufu wake. Bwana asifiwe. Tuliona na wewe siku ile ya jana, tukatazama tukaona ya kwamba Kristo ndiye mwanzilishi wa kufanya mwanadamu aweze kupata nafasi na kibali ndani ya Kristo, ndani ya Mungu. Kristo yeye mwenyewe ndiye njia yote ya kutufanya sisi tuweze kuingia katika ile nafasi. Namba 14 kwa Kikuyu inasema, ati na kuheo Roho Mutheru, na kuheo Roho Mutheru, uguo ni mutarariko wa mbere wa kuonania na maati nitukagairwo igai ritu riothe riarikia gukurwo ni Ngai rituike riake kiumbe. Uguo noguo twekirwo ni getha riri wake ukumagio. Haleluya. Katika hiyo Psalms 91 haingewezekana kamwe mimi na wewe tuingie ndani ya Mungu kama hatujatambua mutarariko, alabuni, kama hatujatambua albuni ama mutarariko
ndiye aliye alabuni ya urithi wetu, ili kuleta ukombozi wa milki yake kuwa sifa ya utukufu wake. Hatungeweza kutambua, hatungeweza kupokea, hatungeweza kuingia. Lazima kwanza tuweze kumtambua yeye, ndio yeye atupeleke mahali pale twafaa kuwa. Wherefore, 15, wherefore, I also, after I heard of your faith in the Lord Jesus and love unto all the saints, ati kwa sababu hiyo mimi nami tangu nilipopata habari za imani yenu. Huyu ni Paul alikuwa anaongea juu ya hiyo kanisa la Ephesians, wakati aliposikia habari za imani ya watu wa kanisa wa Efeso katika Bwana Yesu na pendo lenu kwa watakatifu wote. Bwana asifiwe. Hakuna mwenye awezaye kuwa na upendo, kuwa yani na ile moyo wa kutambua, kuingia, kufanya kazi hiyo ya Bwana kama hajaingia ndani ya Kristo. Sababu ni gani? Tulisoma na wewe jana. Yesu ndio vyote juu ya vyote. Yesu ni yote juu ya vyote. So wakati ninapopokea Christ, wakati nimempokea kulingana na vile anavyohitajika niweze kumpokea, ninapokea vyote. So ulimwengu unafika katika nafasi ya yani mimi niweze kuutawalia ulimwengu. Kwa nini? Sababu nimeshampokea yeye, na yeye ndiye yote juu ya vyote. Yeye ndiye ukamilifu wote. Na kama yeye ndiye ukamilifu wote na nimempokea, kwa hivyo nitapokea, nitafanya kazi kama vile naye anavyoifanya. Kwa hivyo nitatambua mambo yamefichwa ndani yake, na wakati nitakayoitambua yale yamefichwa ndani yake, nitakuwa na njia na mwelekeo wa kuweza kuingia ndani ya Christ, ndani ya Mungu mwenyewe, sababu niko na mwelekezi. Pasipo yeye Christ haiwezekani mimi niweze kuyapokea yale iko katika Psalms 91. Psalms 91 yani iko na utajiri mkubwa sana. Psalms 91 ina utajiri wa ajabu juu ya maisha yetu. Ina utajiri mkuu, na ule utajiri si wa mali ama wa fedha. Utajiri ni wa vitu vyote, vitu vyote vya rohoni, ni wa vitu vyote kutokana na Mungu kumpitia Kristo. Kristo ndiye njia ya mambo yote na uwezo wote, ndio niweze kukamilika, kuwa mkamilifu kwa kazi yote ile Mungu anavyotaka tuweze kuifanya. Bwana asifiwe. Mahali pale namba 6, at not for the pestilence that walketh in darkness, nor for the destruction that wasted at noonday. Ate wala tauni ipitayo gizani, wala uwele uharibuo adhuhuri. Wakati tu ndani ya Kristo, tu ndani ya Mungu. Wakati tu ndani ya Kristo, tu ndani ya Mungu. Na wakati tumefika kuwa ndani ya Mungu, hii magonjwa, hii tauni,
haitaweza kupata, yani ipitia gizani. Jana nikakwambia tumepewa baraka zote za rohoni. Baraka zote ni kusema sio zote, all. Ni kusema ya kwamba hakuna kitu Mungu ameachilia kuwapa wale wamwaminio. Tumepewa vyote, mpaka yule Roho Mtakatifu tumepewa ako na nafasi ya kuwa na, yani iko na discerning spirit. Bwana asifiwe. Amenipa discerning spirit. Amenipa amenipa roho wa kubabanua. Nina uwezo wa kubabanua maroho. Nina uwezo wa kufahamu mambo mengi katika ulimwengu wa kiroho. Nina uwezo wa kutambua hali yoyote ile, iwe nzuri iwe baya, katika maisha ya ulimwengu nilio ndani yake, sababu ule Roho yeye achunguza. Yeye Roho ako na uwezo wa kuchunguza kila kitu. Ako na uwezo wa kufanya niweze kutambua mambo yote ya kujao gizani, yapitiao gizani, ikitaka kuja kuninyanyasa. Kwa hivyo, na kwa sababu niko chini ya mamlaka ya Kristo Yesu, naye Kristo Yesu ako chini ya mamlaka ya Baba. Kwa hivyo, mahali niko ndani yake siwezi fikiwa. Kwa hivyo akae, na ndio ile Kikuyu inasema, uria utoire ahithitwo ucio ikaraga hau ahithitwo, uhitho-ini moria we iguru muno, ari ikaraga kigunya-ini kia mwene hinya. Ngukiuga atiri, uhoro wa Jehova ati niwe irahiro riakwa, ogwata giikaro giakwa kiigire. Bwana asifiwe. Yani chini ya mamlaka yake niwe giikaro giakwa kiirigire. Kwa hivyo nimefichwa, amenisumbukia na ukuta hauwezekani. Nikiwa ndani ya Kristo, nani huyo ataweza nifikia nikiwa ndani ya Kristo? Number 1. Number 2, Kristo naye ako ndani ya Mungu na amenibeba. Tukiwa ndani ya Mungu pamoja, hata kabla nifikiwe, Kristo ndiye atafikiwa, sababu Mungu amefikiwa kwanza, Kristo naye afikiwe. Ikiwa ate mimi nitafikiwa, niko bari. Bwana asifiwe. Nimefichwa. Na kule kufichwa, nisitaki wewe uweze kujua nimeokolewa, nimeokoka, mimi ni wa kanisa, na kula mesa, na kunywa divai, mimi ni wa kanisa fulani. Hayo yote haiangaliwi. Hayo yote haitambuliki hata kidogo. Kile kinatambulika ni ya kwamba wajua njia, watambua kazi ya Kristo, unaamini ya kwamba amekusamehe dhambi. Haleluya. Watambua kufa kwake, kuzikwa kwake na kufufuka kwake. Umeamini hiyo kazi. Umekufa pamoja naye, umezikwa pamoja naye, halafu umefufuka pamoja naye katika ulimwengu wa roho. Yes, tena umefanyika kiumbe kipya, ama bado wewe ni kama Nicodemus? Haleluya. Umetambua kama vile tulisoma katika hiyo Ephesians 1. Bwana asifiwe. Tukaona macho yetu imefunguliwa ama haijafunguliwa, ya rohoni ama ya moyoni.
Tumeondolewa veil ile inatuzuilia kutambua ufunuo ulio ndani ya neno. Haleluya, Bwana asifiwe. Tunaamini uponyaji wetu si wa sasa, ulipeanwa kabla ya msingi wa ulimwengu kuwekwa. Mambo haya yote ni lazima tuwe iko na mpangilio ndani yetu, ndio tuweze kutambua mapenzi ya Bwana, na ndio wakati tunapoimba hii Psalms 91 iweze kuwa na effect ndani ya maisha yetu. Bwana asifiwe. Iweze kuwa iko na kazi inayotufanyia maishani mwetu. Sio kusema tu, but twajikuta kwa sababu wakati tunapoiamini twajikuta tunachukua hatua mara moja, sababu ndani yetu tumeamini. Tuko kama watu wale walikuwa wakoma waine, wale waliamua kwenda katika makutano ya Waseria. Wale walikuwa ni maadui ya Wasamaria, na wakaamua na wakahakikisha ya kwamba tutakwenda, kama ni kufa tufe, kama ni kuishi, kama ni kutuhifadhi watuhifadhi, kwa sababu hata tukikaa hapa tutakufa na njaa. Haleluya. Tukienda katika ile grupu ya Waseria, maadui wa Wasamaria ama maadui wetu, wanaweza kutuua ama watuhifadhi. Haleluya, Bwana asifiwe. Nao wakaamua mara moja. Bwana asifiwe. Wakiwa njiani, kwa sababu ya imani wameichukua. Imani hakuna. Imani hakuna. Old Testament walichukua imani hakuna. Imani hawezi onyeshana waseme ndio hii, lakini walifanya kama iko, na wakachukua hatua hiyo, wakaondoka wakiwa na imani ya kuishi. Na wakati walipokuwa katika njia, migurumo ikasikika pale kwa Waseria. Wakasikia ni kama kuna watu wanakuja wengi, wako na mgurumo mkubwa. Nakumbuka ya kwamba wale Waseri wale wenye ukoma walikuwa hata hawana viungo zingine, walikuwa na ugonjwa wa ukoma. Walikuwa hata wengine hawana macho, wengine pengine hawana miguu, wengine mikono imekatika, wengine yani wako namna hiyo. But walishikamana wote, wakaenda wakiwa pamoja. Oh, haleluya, haleluya, mpaka katika kambi ya Waseria, maadui yao. Na wakati Waseria walisikia, yani wao walikuwa wametulia, walisikia nguvu, walisikia mgurumo wa miguu yao, Mungu akiwa ameitia nguvu kutambua neema ya Kristo na njia mpya. Ni kitu ya ajabu sana. Haijalishi wewe uko namna gani, haijalishi wewe uko katika madhara gani, haijalishi wewe uko katika hali imekuinukia namna gani, imani tu moja kama ya Bartimayo mwana wa Timayo. Yule alijaribiwa kukomeshwa ndio aache kuongea, naye akasema no, sitakimya. Yesu mwana wa Mungu, nifanye nini? Niponye, nifungue macho nione. Akamwamini yeye, na wakati alipomwamini, haleluya, alijikuta katika nafasi ya kuona kama watu wale wengine, sababu Yesu alisema ya kwamba wacheni anje kwangu. Na wakati alipoenda kwa imani ile iliyokuwa ndani yake, alipokea uponyaji.
alipokea uponyaji, macho yake ikafunguka. Hivyo ndivyo yule mwanamke alikuwa anatokwa na damu. Alisema ya kwamba hata sitaki Kristo aweze kuniona, nataka tu niguze kipinde cha nguo yake, na ninaamini ya kwamba zile nguvu zitatoka ndani yake, ndani ya hiyo nguo itaniponya. Haleluya. Alikuwa anafikiria ameguza nguo, lakini alimguza moyo. Aliguza Yesu mwenyewe, si nguo. Wakati Yesu alikuwa anapotembea tu na kuongea na kunena, yule mwanamke akapokea neno, akagrab neno. Na wakati alipograb lile neno na akaliamini lile neno, haya uwezo wote wa kutokwa na damu ukafika mwisho, ukakoma, na yule mwanamke akasimama tena pasipo kutokwa na damu. Bwana asifiwe. Haijalishi unapitia katika nafasi gani, haijalishi unapitia katika mateso gani ama shida gani, haijalishi ni akina nani wameinuka ndio wakuingilie. Ile kitu ninakwambia ni ya kwamba ndio ufike katika nafasi hii tunayoisoma number one niko na haja nayo sana. At he that dwelleth in the secret place of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty. Akae mahali pasiri pake aliye juu. Akae mahali pasiri pake aliye juu. Hallelujah. He that dwelleth in the secret place of the Most High God. Hallelujah. Bwana asifiwe. Ni lazima aweze, ni noginya atapule, ni lazima aweze kutambua ya kwamba mahali pale panaitwa the secret place of the Most High. Haiwezekani mtu aweze kuingia pasipo kiongozi. Pasipo kiongozi. Asanti. Kama vile ninenavyo asubuhi ya leo na kuelekeza kama kiongozi, na kuelekeza ndio ukitaka kuingia, uingie ukiwa na mwelekeo wa mafundisho, ndio uweze kupata nafasi ya na kibali cha kukubalika kwake. Kwa sababu gani? Kwa sababu neno linasema ya kwamba katika kitabu ya Romans, ya wamwiteje kama hawajamjua, hawajamsikia, tena wamsikieje pasipo mhubiri? Haleluya. Tena naye mhubiri anaweza hubiri anje asipotumwa. Kwa hivyo sio mhubiri yeyote yule anaweza kukuelekeza katika mahali pasiri pake Mwenyezi. Sio wote. Wote watakwambia uimbe huu wimbo pasipo mwelekeo. Wote wengi watakuelekeza katika pasipo mwelekeo. Watakwambia tu hivyo inasema hivi. Na ukweli hivyo ndivyo, lakini kuna njia special. Kuna njia special ya kupaingia mahali pasiri pake Mwenyezi. Sio kusema tu, kwa sababu kama ni kusema tu, mpaka nani ama nani angekuwa mahali hapo. Nani ama nani angekuwa amesamehewa dhambi zake. Lakini tunaona ndio msamaha wa dhambi uweze kuingia. There is way to go. Kuna njia utaipitia. Bwana asifiwe. Sio ati tu kufikiria na kuamka asubuhi moja mimi nimeokoka. Sio ati tu kuamka asubuhi moja na kusema ya kwamba mimi niko mahali pasiri pa Mungu. Hapana. Ni lazima uelewe njia ya kuingia mahali pale.
tunapaingia namna gani? Ni njia gani tunatumia? Ni conditions gani zinahitajika ziweze kutake place? Sio tu kuingia. Haleluya. Alafu mstari wa 7 ninataka kuzisoma zote hata kama zinaelekea kufanana zote, lakini nataka kukwambia ndio uweze kufika hapo. Kuna mafundisho. And thou shalt fall at thy side, and 10,000 at thy right hand, but it shall not come near thee. Bwana asifiwe. Sawa mtu wa Mungu. Nakupenda sana hata wakati ninaponena. Na ninashukuru Bwana kwa sababu wakati unaposikiliza msaada wake unakufikia. Lakini ndio watu 1,000 waweze kuanguka pande yako, ati watu 1,000 shall fall at thy side. Ndio watu 1,000 waweze kuanguka katika upande. Haleluya. Wa right, wa left, at 10,000 waweze kuanguka katika pande ya right. Unafikiria ni kuanguka tu hivyo? Unafikiria ni kwa sababu tumesema wameanguka? Usidanganyike my sweetheart. Hana tadalito hiyo ndio. Wacha nikae kama ninafanya hii jambo iweze kuwa mzito. Na wakati itakuwa mzito kwako, vile ilifika kuwa mzito kwangu, sababu nilikuwa ninaomba sana na hii chapter. Kumbe nilikuwa tu nje ya kutambua kile kimefichwa ndani yake. Pasipo Christ haiwezekani mimi nimtambue Bwana. Pasipo mwongozo. Ni kama vile, wacha nikuonyeshe kitu kimoja. Ni kama vile neno linasema ya kwamba katika kitabu ya Roman, ya John 5, acha tusome pamoja vile tunakuanga. Jambo la kwanza, John 5. At 39 inasema, search the scriptures, for in them you think you have eternal life, and they are they which testified of me. Inasema, mwayachunguza maandiko kwa sababu mnadhani kwamba ninyi mna uzima wa milele ndani yake, na hayo ndio yanayo nishuhudia. Kwa nini ninanena kuhusu the New Testament? Sababu mimi niko katika nafasi ya vitabu zote mbili, na nikatambua ya kwamba mtu aliye chini ya mamlaka ya Old Testament in the scriptures anaamini kivuli kile kinaongojewa, yani mfano wa yule anaongojewa. Kwa hivyo hana mfano kamili wa kile anavyokinena. Kwa hivyo wakati kule mimi nilikuta kuna New Testament and Old Testament, Roho wa Bwana akanifunulia ya kwamba ati New Testament ndio ufunuo wa Old Testament, na New Testament speaks about Christ. Kwa hivyo nikatambua Christ ndio ufunuo wa Old Testament. Na ndio hapa anasema, kwa sababu ya watu kutomtambua
na pasipo na kwa kutojua ya kwamba yeye ndiye ufunuo. Wakisoma the scriptures, the Old Testament, wanadhani wako na uzima, wanadhani kwa sababu wameyachunguza maandiko vizuri, wanadhani wamepokea uzima wa milele ndani ya Kristo. Kumbe wako mbali sana na kupokea ule uzima, hata kama wataja Kristo, hata kama wataja Law of Moses, hata kama wataja manabii. Haleluya. Hata kama wanasema wanamjua Mungu, kumbe kama hawajui kilichomleta Kristo na kazi ile Kristo aliyemleta Kristo na kazi ile Kristo Yesu alipokuja kuifanya, alifanya na akaimaliza na akaikamilisha kwa mwanadamu yeyote yule aliye katika ulimwengu aweze kupokea hiyo haki ya Mungu pasipo, haleluya, pasipo shaka yoyote. Lakini Yesu aliifanya baadaye mwanadamu aweze kuiamini, sababu Kristo aliifanya kabla sisi hatujazaliwa. Na ndio wakati ule nimekuta New Testament and Old Testament, nilitamani kutambua zote mbili. Kwa nini ziliandikwa? Kwa nini hii inazungumzia hii iko na hadithi nyingi, nayo hii iko na ukweli mwingi? Nikakuja kutambua ukweli ndio unafafanua hii hadithi. Bwana asifiwe. Kwa hivyo Yesu akasema katika maandiko hiyo ya John 5:39, mwayachunguza maandiko kwa sababu unajua kwa nini imesema maandiko, scriptures. Scripture inasimamia Old Testament. At the search the scriptures, for in them you think you have eternal life. Kwa hivyo wakati tunaposoma scriptures, Psalms 91, wacha niseme hivyo, twadhani tumeupata ufalme wa mbinguni. Twadhani tumepata tumeingia katika uzima wa milele, na hatuelewi. And they which testify of me. Na hatutambui hayo maandiko ya scriptures, Old Testament, ya mnena yeye Kristo. Watu hawatambui, wao wanaona tu hadithi. Bwana asifiwe. Sasa wamechunguza, wameanchua, wanaiba kama wimbo, wamemiamini, lakini hawajamwamini yule anayenenwa ndani yake. Hawajamtambua yeye anayenenwa ndani yake. Kwa hivyo hata wakati ule unaiba kama wimbo unaosema mambo yale yote utakaosema, neno linataka kutuonyesha na kutufundisha ya kwamba hatujafika katika nafasi ya kupokea ufalme wa mbinguni kupitia scriptures only. Ni lazima tuingie katika New Testament, tuingie katika reality ya mambo yote kulingana na vile ilivyo, sababu reality inapatikana katika New Testament. Shando, kivuli kiko katika Old Testament, from Genesis to Malachi. Hallelujah. And 40 inasema, and you will not come to me that you might have life. Hakuna uzima unaweza kupokea kama haujakuja kwa Yesu. Ati wala hamtaki kuja kwangu mpate kuwa na uzima.
Hatutaki kukuja kwa Christ yule ameandikwa in the scriptures, sababu hatutambui yeye ndani ya scriptures, hatumtambui. But wakati tunapomtambua, wakati tunaposoma scriptures, neno linakuwa tamu, neno linakuwa pana, neno linakuwa na uzima. Tunapokea uzima ndani ya ile neno katika Old Testament, sababu tumetambua the revelation. Hallelujah. Ile inaofunua Old Testament. Bwana asifiwe. Hallelujah. Hiyo katika kitabu ya Roman 10:1 inasema ya kwamba, at a brethren, my heart's desire and prayer to God for Israel is that they might be saved. Ni nani anaongea? Ni Paul. Analalamikia nini? Vile Israeli wako na juhudi. Ati inasema, ndugu zangu, nitakayo sana moyoni mwangu na dua yangu ni muombayo Mungu ni kwa ajili yao ili waokolewe. Paul ananena juu ya watu waliokuwa ndani ya kanisa ya Warumi. Anawaombea, anawalilia, sababu walikuwa watu hawatambui siri iliyo ndani ya neno. Walikuwa wanaisoma scriptures vile ilivyo, wanafikiria ni hivyo. Number 2 inasema, for I bear them record that they have a zeal of God. Yes, in the scriptures. In the scriptures, they have the zeal of God. Ni kama vile Paulo anaelewa. Alikuwa na zeal of God, but hakuwa anamtambua Christ. Zeal of Christ. Hawakuwa anamtambua. Mpaka vile wakati ule alishikwa mateka, akafanywa kipofu na akatumwa kwa Simoni. My dear, Paul anaelewa kwa nini anawaombea Waisraeli. Anajua wanadhani kwamba wako na uzima wa umilele kwa sababu wanayachunguza maandiko, na hawatambui ya kwamba yale maandiko wanayoyachunguza yanamnena kumhusu Christ, ndio waweze kumkaribia, waweze kuokolewa. Hallelujah. Ndio wamkaribie naye awapeleke kwa God. Huyu wanasema, Paul anasema wako na zeal kwake. Na hapo ndipo unaona pale juu Paul anasema ati anawaombea waokolewe. But ni kanisa ya Warumi, kanisa kubwa, kanisa iko na mambo makubwa, kanisa tamu, kanisa iko na watu wamejaa, lakini hawajaokolewa. But wao wanasema wamepokea uzima. But ule uzima ni kivuli ya uzima. Jesus. For I bear them record that they have a zeal of God, but not according to the knowledge. Kwa maana na washuhudia kwamba wanajuhudi kwa ajili ya Mungu, lakini si katika maarifa. Hawana maarifa. Wako na juhudi ya kumtafuta Bwana,
lakini wanamtafuta kwa njia ile haitawezekana. Wanamtafuta na wanaamini scriptures pasipo Christ. Na Christ yeye ndiye njia. Christ yeye ndiye uzima wa milele. Christ yeye ndiye ufunuo. Christ yeye ndiye aweza kumfanya mwanadamu. Pasipo yeye hakuna awezaye kufika kwa Bwana. Yes. Number 3 inasema, for they being ignorant of God's righteousness and going about to establish their own righteousness, have not submitted themselves unto the righteousness of God. Mtu yeyote ako chini ya mamlaka ya scriptures, Old Testament, kazi yake ni kuonyesha his righteousness, her righteousness. Kazi yake ni kuonyesha kazi yake, haki yake. Sababu Old Testament scriptures ni lazima uonyeshane nguvu na mamlaka ile ulionayo. Lakini kwa Kristo, in the New Testament, yes, unaonyeshana Kristo na mamlaka iliyo ndani ya Kristo. Unaonyeshana vile Kristo amekufanyia, sababu sio wewe umefanya. But the scriptures, Old Testament, inaonyesha ile kazi wewe umeifanya, vile unavyotembea kwa Mungu kwa uwezo na kwa nguvu na kwa mamlaka. Lakini mimi ndani ya New Testament nimetambua ya kwamba sio mimi niishivyo like Paul, ila ni Kristo aishivyo ndani yangu. Sio mimi nimejiokoa. Wokovu imefika kuwa gift katika maisha yangu, na gift sio kitu imetokana na mimi. Gift ni kitu imetokana na yeye. Uponyaji sio mimi imejipeleka katika uponyaji ule, ni yeye ameona ni vyema aweze kuniponya. Kwa kuamini kazi yake nikapokea nafasi ya kunyenyekeshwa. Sio mimi nimenyenyekea na sio mimi nimejinyenyekesha, ameninyenyekesha. Amenibatiza kwa ubatizo wa Roho na moto. Sio ule John the Baptist alikuwa anaufanyia kazi katika Jordan River. Hata vile Kristo amenibatiza, I don't know. Ni ndio yule apativia na Roho na mwaki. Uliajui ni ati nimeamini kazi yake, kufa, kuzikwa na kufufuka. Nikajikuta katika nafasi ya mkono wa Bwana wa kulia, nikiwa nimewezezwa naye. Ulianie dahonokio ona dinamenya ndakora ahonoketi nake tondu nindetekia wira uria andutira. Kazi gani amenifanyia? Ya kukufa msalabani, akanisamehe dhambi zangu, zile nilifanya, zile ninafanya na zile nitafanya, zote amenisamehe. Na akasema ya kwamba haitakumbukwa kamwe milele na milele. Haleluya, Bwana asifiwe. Haitakumbukwa milele na milele. Sasa hapa Romans 10:3 inasema, for they being ignorant of God's righteousness. God's righteousness came through Christ. Ukikuwa gai ukagerera kwe murwe, God's righteousness as going about to establish their own righteousness. Badala ya waonyeshane kazi ya Kristo, waonyeshana kazi zao, waonyeshana haki yao badala ya haki ya Mwenyezi Kristo. Have not submitted themselves unto the righteousness of God.
Kwa maana wakiwa hawajui haki ya Mungu na wakikataa kuidhibitisha haki ya, na wakitaka, sio wakikataa, na wakitaka kuidhibitisha haki yao wenyewe, hawakujitia chini ya haki ya Mungu. Number 4. For Christ is the end of the law of righteousness to everyone that believeth. Ati kwa maana Kristo ni mwisho wa sheria. Kristo alifikisha sheria yote ya kujionyeshana, yote ya kujiinua, yote ya kujipeleka mwisho. Akasimamisha Moses the law na kazi yake. Akasema now it is me. Sasa ni mimi, sio sheria, sio Musa. Hallelujah. Ya kama kwa maana Kristo ni mwisho wa sheria, ili kila aaminie ahesabiwe haki. Kwa hivyo Yesu aliondoa kazi yote ya sheria, akaleta nini? Imani pasipo na matendo. Imani isipokuwa na matendo. Imani ile haina our own righteousness, haina haki yetu hata moja. Ni imani ikujao kumpitia Christ. Ile haioneka, ile ni kwa neema tunaipokea. Bwana asifiwe. Turudi katika Psalms 91. Katika kitabu ya Psalms 91, Psalms 91 mstari wa 8 inasema, only with thine eyes shalt thou behold and see the reward of the wicked. Ila kwa macho yako utatazama na kuyaona malipo ya wasio haki. Number 9, because thou hast made the Lord, which is my refuge, even the Most High, thy habitation. Kwa kuwa wewe Bwana ndiwe kimbilio langu, umemfanya aliye juu kuwa makao yako. Yes, number 10. There shall no evil befall thee, neither shall any plague come near thy dwelling. Mabaya hayatakupata wewe. Mabaya hayatakupata wewe, wala tauni iharibie haitaribia hema yako. Yes, sababu uko chini ya nini? Ya mamlaka yake yeye Mwenyezi. Uko chini ya mamlaka yake. Neno la Bwana litakulinda katika njia zako zote. Neno la Bwana litakuhifadhi katika njia zako zote. Neno la Bwana litanena kwa niaba yako katika njia zako zote, sababu umemwamini Christ. Umemwamini yeye aliye na uwezo na nguvu na mamlaka juu ya maisha yako. Bwana asifiwe. Ya tuko 12. Ni 12, yes. Hapa ndipo tutaanzia siku ya kesho from 12.
na tutaangalia tuone ya kwamba katika maisha yetu sisi tumefunganishwa na Mungu, na ndio iweze kukubalika kweli kwamba nimefunganishwa na Mungu, ni mimi nitakubali. Na ndio neno la Bwana liweze kunifanyia kazi mimi, ni lazima niwe nimekubali lile neno kwa moyo wangu, kwa mawazo yangu yote, na nimeliamini, na sasa niko na nafasi ya kulikiri, kulitambulisha kwa wengi. Kwa hivyo ninashukuru Bwana sana asubuhi ya leo, wakati tunaponena pamoja nawe. Mahali hapo ndipo nitafikisha kikomo, ndio niweze kuomba kwa neema ya Bwana wetu Yesu Kristo. Nakupenda sana wanawendani. Kazi yangu ni kuhubiri, ni kukujulisha yale Bwana anayoyanena kila siku kwa mapenzi yake. Wacha tuombe. Bwana wetu Yesu Kristo, ninakuinua na ninakutukuza. Pokea sifa na utukufu. Ni kwa neema Bwana umetupa kibali chako cha kutambua na kuelewa uwezo wote na mamlaka yote kwako, vile zilivyo za ajabu. Asante ni kwa sababu ya mafundisho yako yale unaendelea tunakutufundisha usiku na mchana, na tunayatambua yote Bwana Jehova Jireh, kulingana na vile sisi ni wanao wako, na umetuita kwa mwito tofauti sisi wote, lakini hiyo mito yote yazungumzia kazi yako Kristo, na vile uliweza kutupa kibali na nafasi sisi tukaitwa wana wa Mungu. Pokea sifa mtakatifu mwenye nguvu siku ya leo. Tuko na fellowship, na ombea watu wote wale walio na nafasi na kibali ya kuja ndani ya fellowship, na ninaomba kazi yote itakayofanyika mahali pale ifanyike kwa uwezo na nguvu zako Mfalme. Twakushukuru Bwana na twakuinua, ni kwa sababu yote yawezekana kwako. Ninawabariki wana mwendani wote kwa kazi yako yote wanayoifanya. Najua haiwezekani Bwana Jehova Jireh wakose kuwa na reward ndani yake, ni kwa sababu chochote kile tufanyao kina malipo. Asante Mungu wetu, kwa sababu hatufuati malipo, tuwafuata tu mioyo ya watu wako iweze kupokea amani iliyo ndani ya neno lako kwa kweli. Na ni katika jina lako Yesu Kristo tumeomba sisi wote na tumeamini. Amen, amen, amen. Thank you. Bye bye.